أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا إله إلا هو الحليم الكريم، غافر الذنب وقابل التوب، وهو الغفور الرحيم. سبحان من سبقت رحمته غضبا وبسط يديه بالرحمة. سبحان من لم يكلف نفسا إلا دون وسعها، وعفى عن سيئاتي ولم يجاز بها. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا أبو القاسم محمد. اللهم صل على وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. يقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. صدق الله العلي العظيم. إخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Baada ya kumhimidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma na amani mtume wetu Muhammad pamoja na familia Ahlul Bait wake, sina budi kusimama tena Ijumaa hii kwa ajili ya kukumbushana yale ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuwa ni mwenye kutuafikia. Kabla ya hayo, waja wa Mwenyezi Mungu, na wahusieni na kuhusia nafsi yangu juu ya kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kutafuta fadla na rahma zake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na tukizingatia kwamba siku hii ya leo ni mojawapo ya siku ambazo kwamba ni muhimu sana, ni siku ya furaha, bali ni siku ya kutenda wema kadri unavyoweza. Yani ni siku ambayo kwamba tunatakiwa kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala zaidi. Ni siku ambayo kwamba tatakiwa kutia furaha katika nyoyo za waumini, nyoyo za ndugu zetu, kuwatia furaha katika nyoyo zao na kuwatakia rahma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Eid Zahra, Farhatu Zahra, Yawmu Tatwij. Inafahamika kama Eid Zahra, ni idi ya Zahra alayha salam. Inafahamika kama Farhatu Zahra, kama furaha aliyokuwa nayo Fatima Zahra salamullahi alayha. Allahumma salli ala. Bali inafahamika kama Yawmu Tatwij, siku aliyovishwa taji imamu wetu Imam Mahdi sahibu al-asri wa zaman salawatullahi wa salamuhu alayhi. Kwa hivyo siku hii ina majina takriban matatu ama manne ukipenda. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia katika suratul Hajj aya 77, ya ayuha alladhina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
enyi mlioamini, enyi Waislamu, enyi watu ambao kwamba wanamjua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, irkau wasjudu, mwabuduni Mwenyezi Mungu kwa kurukuu na kwa kusujudu. Hiyo inamaanisha ibada ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, sala ambazo kwamba unazisali kila kuchao. Waabudu rabbakum, na mwabuduni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, waf'alul khaira la'allakum tuflihun, nafanyeni yale ambayo kwamba ni ya khairi, tendeni wema, la'allakum tuflihun, huenda mtakuwa ni wenye kufaulu. Aya hii ambayo tumesema katika suratul Hajj, aya ya 77, ayatun adhimatun karima, aya tukufu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tuhadithuna an asbabil falahi, ni aya ambayo kwamba inatuzungumzia sababu za mtu kuwa ni mwenye kufaulu. Jumiat fil arba'ati al-asbab al-asasiyya, na sababu hizi zimewekwa katika makundi manne, sababu ambazo kwamba ni za kimsingi ambazo zinaweza kutufanya sisi tuwe ni wenye kufaulu. Arruku, kuruku na kuni kuswali, wasujud, ambazo ruku na sujud zinaambatana. Hizi katika nini? Katika swala ambazo kwamba tunazijua kila siku. Wa ibadatullahi, na kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ibadatullahi, kwa nini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakuwa ni, kwa nini hakusema ibadatullahi inatosheleza ikiingia ndani hiyo kurukuu na nini na kusujudu na mambo mengine? Kwa nini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuwa ni mwenye kuigawa aya hii katika mafungu haya? Warka'u wasjudu, mrukuu na msujudu, wa'budullah, na mwabudu Mwenyezi Mungu. Kwani huku kurukuu na kusujudu ni kufanya nini? Itakuwa sio kumwabudu Mwenyezi Mungu, ili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aongeze wa'budullah, na mwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Naam, kurukuu na kusujudu ni sehemu katika ibada ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ibada ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ina maana pana. Ibada ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sio kusujudu tu na kurukuu na kusimama katika sala ama kufunga saumu, bali ibada ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala iko na maana ambayo kwamba ni pana. Mfano, ikiwa wewe utafanya kazi yako ya halali, kazi ambayo kwamba itakupatia riziki yako ya halali, Ikiwa wewe mfano utanyanyua simu yako ukampigia mzazi wako, ndugu yako, mjomba wako, ukamjulia hali, hiyo ni ibada ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ikiwa wewe utachukua Qur'an ukasoma, ikiwa wewe utafanya shughuli yoyote ambayo kwamba ni muhimu katika jamii, hiyo ni ibada ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na maana yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amegawa, ndio mswali,
na muabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na akasema thumma fi'lu waf'alu khaira, na tendeni wema. Sasa hapa katika kutenda wema ndio mahala ambapo kwamba tutakuwa ni wenye kusimamia. Kila siku tunaswali, kila siku tunafanya baadhi ya ibada, lakini hapa katika kutenda wema ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema tutende wema, basi hapa ndio tunaweza kusimama kidogo kwa ajili ya siku hii ya leo, ambao kwa sababu ni siku ya kutenda wema, ni siku ya kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni siku ya kutia furaha katika nyoyo za waumini, ni siku ya kuweza kufanya yale ambayo kwamba ya kuondoa ile huzuni ambayo kwamba ulikuwa umedumu kwa muda katika nyoyo za waumini, hususan madhhab Ahlulbaiti salawatullahi wasalamu alayhi. Wa fi'lul khair huwa al-maqsud min hadithuna, basi kitendo cha kheri ndicho ambacho kwamba tunakusudia. Kama vile mitume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala waliweza, wao walipatiwa maagizo moja kwa moja, bali walipatiwa amri moja kwa moja kwa ajili ya kutenda ile ambayo kwamba ni khairi. Akawaambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa auhayna ilayhim fi'la alkhairati, na tukawapatia maagizo mitume wa Mwenyezi Mungu katika hali ya kutenda wema. Baada ya mtu kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kuna yale ambayo kwamba yanakuja baada yake ambayo ni utendaji wa wema. Na tunapozungumzia hapa wema, nasema kwamba innal khairal mutlaq, ni wema ule ambao kwamba ni wema pasina kuweka mipaka, la tabwiki, haina kuweka mipaka tuseme ni wema gani ambao kwamba tutatakiwa kutenda, bali maadamu ni wema, wewe unatakiwa kuweza kutenda. Ndio wale Waswahili wakasema, tenda wema nenda zako. Wema wewe tenda tu na wende zako, kwa sababu utakapotenda na wende zako, una maana kwamba siku moja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huo wema ambao kwamba umeutenda utakuja kuupata mahala ambapo kwamba wewe ulikuwa hautarajii. Pengine wewe ulitenda wema na ukasahau. Mshairi mmoja anatuambia, qad mata qaumun wa ma mata makarimuhum ama fadhiluhum wa asha qaumun wa hum fi nnasi amwat, kwamba kuna watu ambao kwamba walikwisha fariki kitambo, lakini hawa watu tabia zao na wema ambao kwamba waliutenda bado unaendelea, bado watu wanafaidika na ule wema ambao kwamba waliutenda. Na wale ambao kwamba hawatendi wema, akasema waasha qaumun wa hum fi nnasi amwat, na kuna wale ambao kwamba wanaishi lakini wakiwa miongoni mwa watu, wao ni sawa na watu ambao kwamba ama mtu ambao kwamba hana uhai katika dunia hii. Kwa hivyo tunapozungumzia wema, tunazungumzia wema wa aina yote ile. Tukichukua mfano mdogo ili iweze kufahamika zaidi. Mfano, wewe baba, wewe una jukumu kwa nyumba la kupatia ima watoto wako mavazi au kuwapatia chakula pamoja na mke wako, lakini wewe ukaenda dukani ima kununua kama ni haya mavazi, ukasema nanunua haya mavazi fi sabilillah, kwa ajili ya watoto wangu ama kwa ajili ya mke wangu. Umetanguliza nini? Fi sabilillah. Hiyo inageuka inakuwa miongoni mwa wajibu ambao umetekeleza, lakini unakuwa umetekeleza wema ambao kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakuandikia, badala yake anakupatia, kama ulikuwa ujira wako moja, anakupatia ujira mara mbili. Kwa sababu gani? Kwanza umetekeleza wajibu wako, umemnunulia ima mtoto wako ama familia yako nguo ama chakula, kisha pili ukaweka fi sabilillah, nanunua chakula hiki, nanunua nguo hii fi sabilillah, kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Huyo inahesabika kuwa ni wema, sio kama inaingia hii. Kwa hivyo unaweza kuwa umefanya wajibu, lakini kuna kitendo cha
kile ambacho kwamba kina nini kinatakana uweze kufanya. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia kwamba enyi mliamini, rukuu, irka'u wasjudu wa'budu rabbakum, enyi mliamini fanyeni swala kwa kurukuu na kusujudu, wa'budu rabbakum, na muabuduni Mwenyezi Mungu, waf'alul khaira la'allakum tuflihun, na fanyeni yale ambayo kwamba ni khairi, huenda mtakuwa ni wenye kufaulu. Kwa hivyo haya ndio khairi, mambo ambayo kwamba ni ya ziada, mambo ambayo kwamba yanaweza kukufikisha katika kukurubisha karibu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, baada ya kufanya khairi, baada ya kufanya nini, yale ambayo kwamba ni ya wajibu. Sisi mara nyingi tunaangalia yale ambayo kwamba ni ya wajibu tu. Bora mtu umefunga saumu yako mathalan, bora mtu umeswali swala yako ya kila siku, basi unakuwa umetoshekia hapo. Lakini Mwenyezi Mungu anasema nini? Waf'alul khaira, tekeleza ambayo kwamba ni ya khairi, nyosha mkono wako, hata kutia furaha tu kwa uso kwa muumini mwenzako, kutia ile furaha. Pengine hauna cha kuweza kumsaidia, lakini ukampatia neno ambalo kwamba litatia furaha ndani ya moyo wake, hiyo ni khairi, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuwa ni mwenye kukujazi inshallah. Siku ya leo ikhwatul kiram, namna tulivyotangulia kusema, ina majina matatu takriban: Eid Zahra, Farhatu Zahra, Yawm Takrij. Kwa nini iwe Farhatu Zahra? Kwa nini iitwe Farhatu Zahra? Ile furaha ya Bibi Fatima Zahra salamullahi alayha. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Yakul Sheikh al-Mufid, Sheikh Mufid anatuambia katika riwaya ambayo kwamba nipokelea kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, bi anna Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam amara bij'ali hadha al-yawm 'idan. Kwanza ni amri ya Mtume ambayo kwamba aliamrisha, aliweka siku hii ya leo iwe ni Idi. Kwa hivyo kwanza amri yenyewe inatoka kwa Mtume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Anasema wa ya'taqidu Sheikh Muhammad al-Hussein al-Kashf al-Ghita. Sheikh Muhammad al-Hussein huyu ambaye ni mwandishi wa kitabu Kashf al-Ghita anaizungumzia siku hii. Anasema innahu ihtimala anna yakunu sababu farahatu Zahra huwa yawm at-tasi wal-ashir min Rabiul Awwal, huwa yawm al-iktirani abiha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam biwalidatiha Khadijatul Kubra. Huenda kwa sababu ya siku hii kuitwa furaha ya Bibi Fatima Zahra, siku hii ya 9 na siku ya 10 katika huu mwezi wa Rabiul Awwal, ni kwa sababu ya iktiranu abiha Rasulullah, ni kwa sababu ya kukutana baba yake Mtume wa Mwenyezi Mungu huyu na mama wetu, mama wa waumini, Bibi Khadija Zahra, kule katika hali ya kukutana na ukapatikana nutfa ambayo kwamba ile nutfa ilikuwa ni yenye kumtengeneza Fatima Zahra alayha salam. Anasema nutfa ambayo kwamba Qur'an inataja kwamba yakhruju min baina subi wa tara'i, ambayo inatoka kati ya mgongo wa mwanamume na maziwa ya mama. Sasa unaambiwa hiyo nutfa ambayo kwamba Mtume wa Mwenyezi Mungu aliweza kuitoa kwa ajili ya Fatima Zahra, kupatikana Fatima Zahra, basi wanasema ndio sababu ya Mtume wa Mwenyezi Mungu kujalia siku hii kuifanya kuwa ni farha ya Zahra. Wanasema wala shakka anna Zahra alayha salam kanat tudhihiru al-farha was-sururu bidhalika al-yawm fi kulli sana. Na Fatima Zahra alipokuwa anakumbuka siku hiyo, badala yake alikuwa anatia furaha katika moyo wake, na alikuwa akifurahia na alikuwa akitabasamu akikumbuka siku ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimtoa katika ile alamu ya Mwenyezi Mungu na kumleta katika hii alamu ad-dunya, na kwa ule uzuri ambao kwamba Fatima Zahra alikuwa nao. Naambia Fatima Zahra alayha salam
alikuwa na umbo ambalo kwamba lilikuwa ni nzuri, na baadhi ya riwaya zinasema kwamba wa annaha kanat nuru qabla an tujadu fi alam al-khalq. Fatima Zahra alayhi salam alikuwa nuru kabla ya kuja katika ulimwengu huu, alam al-khalq, ulimwengu huu ambao kwamba tuko nao material. Fatima Zahra alikuwa nuru, kama vile mtume wa Mwenyezi Mungu alikuwa nuru, kama vile maimamu wengine walikuwa nuru. Sasa unaambiwa alikuwa nuru katika alamu ile ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kabla ya kuja katika hii alamu hii ya dunia ambayo kwamba tuko nayo. Kwa hivyo alikuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimuumba katika maumbile ambayo kwamba ni ya kupendeza, kiasi kwamba wanasema kwamba alikuwa na mchanganya Imam Ali alayhi salam. Mwali akimwangalia basi unaambiwa anachanganyikiwa kwa kumwona Fatima Zahra alayhi salam. Sallallahu Muhammadin wa ali Muhammadin. Allahumma salli ala. Yana changanyikiwa kwa upendo, kwa upendo ule, kiasi kwamba pengine mtu asiwe anajaribu kupita pale karibu na Fatima Zahra alayhi salam. Alikuwa mkali sana Imam Ali, hakutaka mchezo kabisa, kwa sababu ya uzuri ya maumbile ambayo kwamba Fatima Zahra alikuwa nayo. Kama vile unaambiwa kuna baadhi ya wanadamu ama baadhi ya viumbe ama baadhi ya watu ambao kwamba pia walikuwa na uzuri katika zama zao. Mfano kimwangalia kama Nabii Yusuf alayhi salam akiwa pale Misri, kutokana na uzuri ambao kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimuumba Nabii Yusuf alayhi salam, alichanganya baadhi ya watu pale Misri. Nakumbuka hata siku ile ambapo kwamba yule mama Zulekha, mke wa yule mfalme, alipomwambia Nabii Yusuf, hayapita mbele, toka mbele, pita mbele ya watu hawa ambao kwamba walikuwa wanachonga viazi pale. Unaambiwa walikuwa ni wenye kuchanganyikiwa sana. Wanasema Qur'ani inasema, si maneno yangu, maneno ya Qur'an. Sallallahu Muhammadin wa ali Muhammadin. Allahumma salli ala. Haya maneno ya Qur'ani tukufu yanasema, Mwenyezi Mungu anasema, falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna. Walipomuona Nabii Yusuf anapita, wakamtukuza na wakamnyanyua, waqatta'na aydiyahunna, na wakakata mikono yao kwa sababu ya kuchanganyikiwa, kwa sababu ya Nabii Yusuf alayhi salam. Hasha lillahi ma hadha basharun illa huwa, ma hadha albashar in huwa illa malikun karim. Huyu si mwanadamu wa kawaida, huyu ni kama ni malaika hivi mtukufu namna hii. Huyu Nabii Yusuf aliwachanganya kabisa pale, kama vile Fatima Zahra alipokuwa anamchanganya Imam Ali sallallahu wa salamu alayhi. Sallallahu Muhammad wa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Mwingine kama ukiangalia kama Ali al-Akbar. Ali al-Akbar kutokana na maumbile yake ambayo kwamba ilikuwa inapendeza, kama vile mtume wa Mwenyezi Mungu alipokuwa na maumbile ambayo kwamba inapendeza, watu walikuwa wakitaka kumkumbuka na kujiniwaza, walikuwa wanamwendea Ali al-Akbar na wakawa wanamtazama Ali al-Akbar, yana na kiti karibu na Ali al-Akbar, wanaburudika kwa sababu ya maumbile ya Ali al-Akbar namna yalikuwa ni yenye kupendeza. Imam Hussein sallallahu wa salamu alayhi anasema katika uwanja wa Karbala, anasema kunna idha ishtakna li ru'yati rasulillah, pindi tulipokuwa tunataka kutazama ama kumkumbuka mtume ama kumuona mtume, nadharna ila Ali al-Akbar, tulikuwa tunamtazama Ali al-Akbar, tunamweka mbele yetu na tunamwangalia Ali al-Akbar kwa sababu alikuwa anapendeza sana. Nadharna ila wajhihi, tunamtazama uso wake vile alivyokuwa anapendeza. Kwa hiyo Fatima Zahra alayhi salam, annaha kanat nuru qabla an tujad fi alam al-khalqi, alikuwa nuru kabla ya kuja katika huu ulimwengu wa material ambao kwamba tuko nao. Kwa nini asiwe ni mwenye kupendeza? Salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kwa nini Fatima Zahra alayhi salam alikuwa ni mwenye kupendeza?
inapendeza kiasi hiyo. Anasema ndio hadithi ambayo imepokelewa kwa Ibn Abbas, anasema inna Jibraila laylatun usra bihi adkhalani aljanna fa'at'amani min jami'i thimariha faswara ma'an fi sulbi fahamalat Khadija al-Fatima, kwamba siku ambayo kwamba nilienda Jibrail alayhi salam alinichukua kunipeleka katika Isra na Miraj kule peponi, nilikula aina yote ya matunda, na yale matunda niliyoyakula, kile chakula basi ndicho kilibegeuka nikikakuwa tunutupata tahira ni Zahara salamullahi alayha, ikawa basi ndiyo yale maji ya uzazi ambayo kwamba yalikuja yakawa ndiyo ya kumtengeneza Fatima Zahra alayhi salam. Kwa hivyo ni matunda, mchanganyiko wa matunda ambayo kwamba mtume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyakula akiwa wapi? Akiwa kule peponi. Anasema kutokana na hilo, mtume wa Mwenyezi Mungu kila mara alipokuwa anataka kupata harufu na ladha ama harufu ya yale matunda, alikuwa anamuita Fatima Zahra alayha salam, kisha anakuwa ni mwenye kumshumu Fatima Zahra alayha salam, ili kumkumbatia na kumshumu mtoto wake huyu, ili aweze kupata ile harufu ya yale matunda ya peponi. Siku moja mama wa muumini Aisha akamwangalia, akamwambia mtume wa Mwenyezi Mungu, innaka tukthiru takbil al-Fatima, wewe kila mara, kwa nini unambusu Fatima kila mara? Mama wa muumini anamuuliza mtume wa Mwenyezi Mungu, kwa nini hivi kila mara wewe unambusu mtume wa Fatima Zahra, na mimi niko hapa ingalau hata unibusu, kwa nini inakuwa hivi? Mtume na kwa mama Aisha anamuuliza nani? Mtume anamwambia innaka tukthiru takbil Fatima, wewe unakithirisha sana, kwa nini kwa hivyo? Ambia mtume wa Mwenyezi Mungu alitabasamu tu kwa moyoni, unajua alisema leo ungelijua angesema hayo ambayo kwamba unayasema. Kwa hiyo mtume wa Mwenyezi Mungu alipokuwa anataka kupata ladha na harufu ya peponi, basi yeye alikuwa akimbusu Fatima Zahra alayhi salam. Hiyo utaweza kupata katika kitabu Ahkamul Haqq juzuu ya 10 na juzuu ya 10 unaweza kupata hayo habari za Fatima Zahra akiwa mtume anambusu kila mara. Kisha kuna riwaya nyingine ambayo kama inasema wakati kama Nabii sallallahu alayhi wa alihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad, 40 sabahan yasumu naharan wa yaqumu layl, mtume alikuwa anafunga mchana anafunga mchana na usiku anasimama kwa ajili ya ibada. Siku 40 mtume akifanya hivyo, mchana ni saumu na usiku anasimama kwa ajili ya ibada. Falamma kana ikmalu al-40 habata Jibril alayhi salam faqala ya Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ilipotimia siku ya 40 Jibril alayhi salam alimshukia mtume na kumuita yeye Muhammad, ya aliyul a'la yaqra'uka salam, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakutumia salamu, Mwenyezi Mungu anakusalimia na anasema ya Muhammad wa ya'muruka rabbuka an taj'ala laylataka iftaraka ala hadha at-ta'am, na Mwenyezi Mungu akawa amemletea chakula ambacho kwamba kilikuwa kimefunikwa kile chakula. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakuamrisha leo hii iftari yako, futari yako ikuwe ni hiki chakula ambacho kwamba nimekuletea, chakula cha kutoka peponi. Naambiwa na akaambiwa kile chakula asije akampa yoyote yule. Kawaida mtume wa Mwenyezi Mungu alikuwa hali peke yake chakula, alikuwa anashirikisha watu katika chakula. Sasa Imam Ali alikuwa karibu sana na wengine, lakini naambiwa siku hiyo Imam Ali alayhi salam alipoona mtume anajiandaa kula kile chakula, akawa anasema mbona leo mtume hivi
mbona leo hakuna dalili kama ya kuniita namna hii wala tuweze kushiriki katika kile chakula? Mimi nilikuwa nafikiri itakuwaje kama hanioni. Na Imamu Ali akajipitisha mbele ya Mtume, assalamu alaykum ya Rasulullah, anamsalimia Mtume, yani kala Mtume aweze kujua kwamba ala nafaa kumkaribisha huyo. Mtume wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tunakamjibu shida kupata. Mtume akaanza kula kile chakula, akakula. Imamu Ali akaenda hivi akarudi, anaenda kana kwamba amesahau kitu nyuma, tena narudi, lakini wapi. Mtume sallallahu alaihi wasallam, sallallahu Muhammad wa ali Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Mtume sallallahu alaihi wasallam anakula kile chakula hadi akakimaliza. Mtume akasema bwana, haiwezekani hapa, nasema kuna jambo zaidi. Haiwezekani, Mtume wa Mwenyezi Mungu hajawahi fanya kitendo kama hiki. Kumbe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikuwa anaandaa an-nutfatu tahiratun li-Zahra salamullahi alayhi, sallallahu Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikuwa anaiandaa ile nutfa, yale maji ya uzazi, alladhi yakhruju min baina as-sulbi wa ta'im, kwa ajili ya Mtume wa Mwenyezi Mungu, kwa ajili ya kumbeba huyu Fatima Zahra kutoka ulimwengu ule mwingine hadi ulimwengu. Kwa hivyo hiyo ni sababu moja ya kuitwa siku hii Fatima Zahra. Alikuwa kifurahi siku kama hii inapokuwa imefikia. Katika matokeo mengine ni tokeo la maqtal Umar bin Khattab. Siku hii pia ni siku ambapo Umar bin Khattab alikuwa ni mwenye kuuawa, lakini kihakika hii ndio siku aliyouawa, ila kisiasa wa madhhab mengine wameipeleka hadi katika mwisho wa Dhulhijja. Wamepeleka katika Dhulhijja kwamba Umar bin Khattab aliuawa katika Dhulhijja, lakini kwa hakika pia hii ndio siku ambayo kwamba katika matokeo ambayo kwamba muhimu ambayo kwamba yalipatikana ni kuuawa kwa Umar bin Khattab. Umar bin Khattab alikuwa msikitini siku kama hizi akiwa anaswalisha swala yake. Ukaja pana mmoja anajiita Abu Lu'lu' al-Fayruzi. Abu Lu'lu' al-Fayruzi alikuwa ameweka nia kwamba ya kumuua huyu kiongozi. Alikuwa ameweka hiyo, alikuwa ametia nia ile. Na alipo siku kadhaa, basi akafanikiwa kumpata siku kama hizi. Ndio kwamba alikuwa amekinoa kisu chake vizuri na akampigia Umar kwenye tumbo lake, kwenye kitovu chake visu viwili ambavyo kwamba alijua kwamba huyu hatapona kabisa. Yaani yeye alikuwa anajua kwamba naenda kumuua na wala hata kwa mimi kupona. Kwa hivyo alimpigia visu viwili kwenye tumbo lake, kwenye kitovu, na hizo visu viwili nikawa ndio sababu ya Umar bin Khattab kuweza kuiaga dunia hii. Na ndio daktari wake alipokuja Umar bin Khattab, alipomwangalia akamfanyia matibabu ya awali na akampatia dawa. Kisha kila alipokuwa anamnyosha ile dawa ilikuwa inatokea katika kile kitovu ambacho kwamba kimepasuliwa na huyo Abu Lu'lu' al-Fayruzi. Kwa hivyo ile dawa ikawa inamwagika. Yule daktari akamwambia Umar, itakulazimu uweze kutoa wasia. Toa wasia, manake anasema maana hauna maisha tena, utakufa hivi karibuni. Jeraha ambalo kwamba umelipata hili hakuna mahali itakufikisha, wewe utakufa hivi karibuni. Kwa hivyo toa wasia. Umar bin Khattab anaanza kuzungumza katika kutoa wasia, anasema kama nitamteua, na wasia ulikuwepo ni wa kumteua yule ambaye kwamba atakuja baada yake, khalifa baada yake. Akasema kama nitamteua mtu wa kunirithi mimi, hakutakuwa na shida, kwa sababu Abu Bakari aliniteua mimi nikakuwa mrithi wake. Kwa hiyo pia mimi nikimteua
hakutakuwa na tatizo lolote, kwa sababu pia mimi niliteuliwa. Na aya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ama kauli yao ya mwanzo ikawa ambapo inasema amru shura, ikawa imeondolewa. Lakini anasema ikiwa mimi nitamteua mtu, sitakuwa nimefanya dhambi wala kosa, kwa sababu Abubakari khalifa wa kwanza alikuwa ni mwenye kuniteua mimi hivyo hivyo. Aisha mama waumini aliposikia kwamba Omar amejeruhiwa vibaya, alikana kwamba hatapona, basi akamtumia wajumbe, akamwambia kwamba chagua mrithi wako, kwa sababu vinginevyo kutakuwa na vurugu na fujo, watu watafanya vurugu na fujo. Kwa hivyo lazima uweze kumchagua yule ambaye kwamba atakurithi. Omar akasema, nimefikiria jambo hilo la kuchagua mrithi wangu, na nimeamua kuweka watu 6 ambao kwamba wajumbe 6 wa kamati ambao kwamba watakuwa ni wataendesha ule uchaguzi ambao kwamba mimi nataka ukuwepo. Na hao watu 6 Mtume wa Mwenyezi Mungu amekuwa ni mwenye kuridhia nao alipokuwa hapa duniani, na kila mmoja kwa hawa watu 6 alikuwa na sifa ambazo kwamba Mtume wa Mwenyezi Mungu alikuwa anazihitajia. Ni kina nani hao? Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Talha, Zubair, Sa'd bin Abi Waqqas na Ali bin Abi Talib salawatullahi wa salamuhu alayhi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali. Kwa hivyo mwelekeo wake alimtoa kwa hawa watu 6, na akasema, anaendelea kutoa mambo yake, akasema, na kwa hawa watu 6 ikiwa mtu mmoja atapinga 5, huyo mmoja auawe. Ikiwa watu 2 watapinga 4, hawa 2 wauawe. Ikiwa watu 3 watakuwa wanapinga watu 3, basi angalieni sehemu ambayo kwamba ako Abdurrahman bin Auf. Pande hiyo Abdurrahman bin Auf, upande wake ndio upande ambao kwamba utakuwa na nini? Utakuwa na sauti. Upande mwingine muwaue hawa 3 ambao kwamba watakuwa wanapinga wala ambao kwamba kwa upande wa Abdurrahman bin Auf. Ndio haya maagizo ambayo kwamba yanatolewa. Na akasema, na khalifa huyo lazima atoke kwa muhajirin. Yani ina maana kwamba Ansar hawana share kwenye hii kampuni, kwa sababu wao hawatakuwa nao kutoka mwanzo. Kwa hivyo hawana share, hawana hisa katika hii kampuni ya hii ambayo kwamba tuko nao. Kwa hivyo wale ambao kwamba watakuwa na share, watakuwa na hisa ni watu wa muhajirina, watu ambao kwamba wanatoka Maka. Na vile vile akasema kwamba akamwagiza mtoto wake Abdullahi kwamba na wewe lazima ushiriki katika uchaguzi, hata kama hautakuwa unagombea, lakini uunge mkono upande ambao kwamba utakuwepo nani huyu Abdurrahman bin Auf. Kwa hivyo ndio ulikuwa ni mwelekeo, ni mwelekeo wa kisiasa, ni mwelekeo ambao kwamba kutoka mwanzo ulikuwa ni mwenye kupingwa, kwamba watu wanafaa kuchaguana wenyewe kwa wenyewe, lakini yeye akawa anatoa maagizo, anatoa na nini na maamrisho. Na hiyo ni kwa sababu siku zake zilikuwa tayari zimeondoka, siku zake zimekwisha, kwa kupigwa kisu na yule Abu Lu'lu al-Fayruzi. Abu Lu'lu al-Fayruzi huyu unaambia kwamba ulama upande ule wamehitilafiana kumhusu. Kuna wale ambao wamemkufurisha, wanasema Abu Lu'lu al-Fayruzi huyu ni majusi, ni mtu ambaye kwamba alikuwa anaabudu moto, wala hakuwa Muislamu, na vile vile alikuwa ni Mkristo, lakini wamehitilafiana. Wengine wanasema alikuwa ni majusi, wengine wanasema alikuwa ni Mkristo. Ala kulli hal, kuna mazungumzo ambayo kwamba, na mfano wake ni Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah anasema Abu Lu'lu kafirun. Abu Lu'lu alikuwa ni kafir biitifaki ahli al-Islam, kwa kukubaliana, sio katika hali halisi. Kuna hali ambayo kwamba watu wanakubaliana kwa sababu ya kisiasa,
Kwa hiyo Abu Lu'lu' al-Fayruzi biitifaki muslimin, kwa kukubaliana alikuwa ni kafir na vile vile alikuwa ima ni majusi ama alikuwa ni Nasrania, alikuwa ni Mkristo. Kuna mazungumzo mengi huko, lakini hatutaweza kuyaingilia zaidi. Kwa hivyo huyu naambiwa alipompiga Omar kisu miwili, yule ambaye kwamba alikuwa anajaribu kumzuia, basi na yeye alikuwa na mwandama. Hicho kisu chake hicho alishambulia watu karibu 13 ama 17, majeraha ambayo kwamba ni mabaya sana. Na kwa hawa watu 13 ama 17, unaambiwa 6 miongoni mwao walifariki kutokana na majeraha ambayo kwamba Abu Lu'lu' al-Fayruzi alikuwa ni mwenye kuvutia. Pamoja na khalifa huyu Omar akakuwa miongoni mwa watu ambao kwamba walifariki kwa sababu ya hayo majeraha. Kwa hiyo siku hii ni siku ambayo kwamba tukio hilo liliweza kutokea, na mwisho munasaba wa siku huu ama siku hii ni kule kuvishwa taji kwa imamu wetu, Imamu Sahibul Asri wa Zaman. Allahumma salli ala Muhammad. Ni siku ambayo kwamba Imamu Sahibul Asri wa Zaman baada ya baba yake Imamu al-Hasan Askari kuaga duniani, basi akawa ni siku yake ya kuvisha taji ama ya kuchukua ule uongozi rasmi kutoka kwa baba yake Imamu Hasan al-Askari salawatullahi wa salamuhu alayhi. Allahumma salli ala Muhammad. Kwa hivyo ni siku muhimu, ni siku kubwa, ni siku ambayo kwamba ni ya furaha, ni siku ya kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kuna mustahabati ambazo kwamba zipo kwa siku hii ya leo. Inshallah tutaweza kuangalia kidogo inshallah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ahli baytihi tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Usikum funiyatin bitaqwa. Mwenyezi Mungu na usieni mara ya pili ya kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mustahabati hadha al-yawm, vitu ambavyo kwamba ni mustahabu, yale ambayo kwamba tunatakiwa kuyafanya, pengine kwa ufupi tu. Jambo la kwanza ilikuwa ni ghusl min al-fajr ila qabla al-ghurub. Ilifaa mtu awe ni mwenye kuoga ghusl mustahabu kwa ajili ya siku hii ya leo, kuanzia asubuhi hadi kabla ya kuzama kwa jua. Unaweza kuoga kama ukasema unaoga ghusl mustahabu kwa ajili ya siku hii. Na hiyo ghusl hiyo, ukishaoga hiyo ghusl, utakiwa kuweza kutawadha wakati wa swala yako, manake haitoshelezi katika swala. Kuna baadhi ya ghusl ambazo zinatosheleza katika wudhu, lakini hii haitatosheleza. Kwa hivyo watakiwa kutawadha baadaye. Siku hii ya leo katika mustahabat huwa al-it'amu al-mu'minin wa idkhal surur wal farah fi qulubihim, ni kule kama mtu ana uwezo kuwalisha waumini na kuingiza furaha katika nyoyo zao. Unatia furaha katika nyoyo za waumini, kuwapatia chochote ambacho kama uko nacho, msadaka na kadhalika, yani kutia furaha katika nyoyo za wengine. Na mustahabu pia kwa mzazi, baba, tawsi'atu ala al-iyali fi nafaqa, ni kule kumzazi baba wewe kufanyia watoto wako ama familia yako jambo ambalo kama ni zaidi, kama ni mavazi ukawanunulia, kama ni chakula ukawatengenezea ambacho ni kidogo kizuri kiasi, ukawatoa outing kidogo wakaenda wakatembea. Basi ni siku kama hii ya leo, na huwa ni yaumul infaq fi sabilillah. Basi na ni siku ambayo kwamba mtu anatakiwa kutoa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Badala yake mtu atakiwa kufanya mambo ya khairi, waf'alul khaira, kama tulivyosema. Basi inatokea katika siku kama hii unaweza kuzidisha. Kama ulikuwa unafanya khairi, basi unaweza ukazidisha
na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuwa ni mwenye kutakabalia matendo yako inshallah. Katika nini riwaya imepokelewa kwamba man anfaka fi hadha al-yawm shay'an ghafara Allahu lahu dhunubahu, yule ambaye kwamba atatoa zaidi, atatoa kitu akafanya khair zaidi katika siku kama hii, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuwa ni mwenye kumsamehea madhambi yake. Na siku hii ya leo mustahabu shukru lillahi, ni siku ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Weka paji lako la uso chini, nasema shukran lillah, shukran lillah, shukran lillah kwa sababu ya siku hii na kufanya ibada kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo haya ndio yale ambayo kwamba ni muhimu mtu kuweza kujifanyia badala yake. Kwa hivyo inakuwa ni siku ya ibada, ni siku ya kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu, bali ni siku ya kutia furaha ndani ya nyumba na ndani ya familia zetu, na pia ni siku ambayo kwamba vitambaa vyeusi na nguo nyeusi ambazo kwamba tulikuwa tunazitumia katika masiku ambayo yamepita nyuma, basi inakuwa ni siku ya kuweza kutoa vitambaa hivi, na naona alhamdulillah hapa pia vimetolewa. Kwa hivyo ni siku ambayo kwamba inakuwa ni munasib. Kwa hivyo tuko katika mazingara ambayo kwamba ni munasib. Tumwombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie miongoni mwa wanaosikia maneno na kufuata yale ambayo kwamba ni mazuri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad warham Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita wa barakta wa tarhamta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidun Majid.